Na Mungu nasikiza Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Maniema, wabunge wahusika kupokea rushwa kutoka kwa Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila. Goma, Joseph Kabila ndiye aliyeunda makundi mengi ya kushikilia silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa, mamluki wa Kifaransa wakamatwa na silaha jijini Kinshasa. Majira ni saa 5 ya tarehe saa 12 asubuhi majira Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Kati, na unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka Operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali tumia namba ambazo unazo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka One TV. Pia usikose kutembelea B1 TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio yanazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze taarifa hizi kutoka huko mkoani Maniema ambako wabunge wahusika kupokea rushwa kutoka kwa Kanambe maarufu kama Joseph Kabila. Baadhi ya watu maarufu mkoani Maniema wakiwemo pia wabunge wa jimbo pamoja na wabunge wa taifa wanashtumiwa kwa kuweza kukolaborate moja kwa moja na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange. Wabunge hao wa taifa pamoja na wajimbo wanashutumiwa kuweza kupokea pesa kutoka kwa kiongozi huyo wa zamani wa nchi, ambazo pesa hizo ni kwa ajili ya kuweza kuwahonga wazalendo ili waweze kuacha harakati za kupigana na magaidi wa M23, huku wakifungua njia kwa ajili ya magaidi hao kuweza kujitanua zaidi na kuendeleza harakati za kuchukua maeneo ya kaskazini ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine zaidi, mjomba kutoka maeneo ya Maniema anatuletea taarifa ifuatayo. Ok, je réponds au nom de monsieur colonel Longembo Okita Kiondope Faustin, le chef d'état-major général de la RAD, coordination de la province du Maniema. Ok, monsieur le journaliste, nous venons d'attraper des sacs d'argent remplis d'argent. Et dans ces deux sacs-là, nous avons trouvé quelques autorités qui étaient derrière cet argent. Or, nous avons des consignes selon nos sources noires et selon les informations qu'il y a de l'argent qui est à provenance de l'Est qui viennent ici à la province du Maniema pour renforcer les M23, surtout au territoire de Shabunda. Baada ya kuweza kuchukua pesa hizo, tuliona moja kwa moja mbunge wa jimbo Fefe anajitokeza na akidai kwamba hiyo pesa ni ya kwake. Kwanza alikuwa anakataa ukaguzi na baadaye akisema kwamba ni mfuko ambao unabeba dawa, lakini ndani yake kulikuwa kuna pesa. Or, il disait que non, ce sont des médicaments. Angalia watoto wa Manyema. General alikimbia ni mo frank mu Manyema ule, mtoto wa Manyema ule, General tangu for. Leo ngine député national wa Manyema anatoka na franga kwa Kabila akia kukorompe. Hakuna mwenye anatuma hii franga, ni Kabila ndio anatuma hii franga. Ndio watoto wa Manyema ndio kuna tembea naye. Uli kikaya bini Karubi mlisikia kwa ile audio ni Mumanyema uli kikaya bini Karubi. Tena wakwetu wa zone yangu mie ya Kasongo. Kikaya bini Karubi. Hii ni majina yetu ya Kasongo. Na mfahamu vizuri sana. Njoo iko pembeni. Yeye na enemia. Ndio bana kwa bawili beba anatembeaka na Kabila. Penye Kabila analala na popo ndio pepa talala. Enemia wenu mbembe na kikabi ni Karubi ya Manyema. Mwone député national. Franga nyari kia naye. Ni hatari mjomba. Kongo mabenki ni sembole mjomba yangu. Ni jina tuase kuku benki
lakini franga ziko manyumba kama periodi ya Zaire, ndio sistemi viko nayo. Abu yaingia sana jibu unapata Myomba Omari. Ni hatari Kongo yetu. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko mkoani Manyema, na moja kwa moja tujitupe mkoani Kivu ya Kaskazini, ambako Joseph Kabila ndiye aliyeunda makundi mengi yanayoshikilia silaha kinyume cha utaratibu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya uwepo wa makundi maelfu mamia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku makundi hayo yakihusishwa moja kwa moja na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndugu Joseph Kabila, ambaye alivuliwa useneta na bunge la seneta nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadaye kutumkia jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya jiji la Goma akitokea nchini Rwanda. Miongoni mwa makundi ambayo yanasadikika yalikuwa napewa nguvu na kuundwa na aliyekuwa rais bwana Joseph Kabila ni pamoja na FDLR, M23 Nyatura, ADF Nalu, ADF MTM, Codeco, Maimai Mobondo, Maimai Zaire. Makundi yote hayo yenye kukamata bunduki kinyume na taratibu yalikuwa napata chakula, msaada wa kifedha, matibabu na kila kitu kutoka kwa aliyekuwa rais wa zamani bwana Joseph Kabila. Kabila ni mtu ambaye wakongomani wengi wanamchukulia kama msaliti na hawatamani hata kumsikia. Mengi na zaidi, wachambuzi wetu hawa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zuri, sababu njo Mungu anaenda kufezeresha shetani, yani huyu Kanambe ataenda kufezereka. $200,000 anaipatia bazalendo aseme bamupe njia aingie Uvira. Lakini kweli kumbe mtu anaweza kuingia kuutawala na anakula utawala na kumbe mukichwa chake hamuna kitu. Na bado ataona zero chini. Kama yeye anawaza Kongo aliharibu miaka 18, anakumbuka kama njoo angeliweza kuwa mtawala. Anajidanganya bure kabisa. Hata iko na barafiki yake mule mu gouvernement, hata iko na barafiki yake mule mu Baskar, hana nafasi tena kuudongo ya Kongo. Akatala itike, hii njo mwisho wake, anakuya njo kufa. Hataishi. Mama amesema atakuwa anachungulia Kongo, anaiona kwa mbali. Hata ichungulii tamuzika. Na hana mwaka ile tunaitangaza ukweli. Hivi amerudia Mukongo kufanya siasa, asema atakamata Kongo, aitoshe tena muwepo wa uongozi ambayo ikwamo, kisha akamate uongozi tena. Kama angelikuwa na akili yenye iko timamu, angelipitiaka Kongo Brazza na Afrika Kinshasa, anapiga magoti kwenye guvernema yote iko, muniombee msamaha, nilishafanya makosa. Population bangalimuelewa. Mei politika alifanya ya kukree rebellion, ingie Gome uwe watu wapata hivi, ingie Bukavu uwe watu yapata hivi. Lakini Kanambe hana akili kweli. Anawaza sisi watu ya Goma wa Bukavu tunasahau magari zote zenye zilikuwa mvile ya Goma zenye zilishakuwa Rwanda. Kwanza benyi bako banamutapa aseme iko na milionere sijue wasaba. Hakuna kitu iko nacho. Mtu mwenye kwa anatafutia maisha kuyalala, kuanza kulipisha watu ya kulogota ya lala, abalipishe franga, kukiree mataxi zenye hazia kuwaka.
ule hana nafasi tena Mkongo, Papa Rajabu, na watu wasimuogope, ila tunashukuru sana wazalendo, vrema tunawashukuru. Mheshimiwa Hamuli ya Kutumba tunamshukuru sana, tunashukuru viongozi wa wazalendo wote, wa generale wote, wa kolonele wote, kila mzalendo mahali alipo, mwenyiko mnoro Kivu, Muside Kivu, tunawashukuru. Ile njoro mukamate, mutaona mutaganye vita na mutamufukuza kama vile imbwa. Mtu mwenye iko na akili, mwenye iko na mabato, iko na maparsele karibu 1000 Mkongo, zenyali jikamatiaka kujinyanganyia, hakuwa anafanya buwerewere yapata hivi. Na Mungu nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni Baraka1 TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Saa 12 asubuhi, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, saa tarehe 5 mwezi wa 6 2025. Unatusikiza kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe, kutoka Central pamoja na East Africa pia na South Africa. Jide Kizenga Tembele King Sele the only one king, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Kizabe Ayeba wote hawa wako pamoja na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo, tuingie ndani ya jiji kuu la Kinshasa ambako mamluki wa Kifaransa wakamatwa wakiwa na silaha jijini Kinshasa. Mpango ulikuwa ni kuweza kufanya mapinduzi ndani ya jiji kuu la Kinshasa, ambako Wafaransa wameweza kukamatwa wakiwa na silaha ndani ya manispaa ya Gombe jijini Kinshasa, na wengine wakikamatwa katika nyumba ya Azarias Ruberwa. Kutokana na usaidizi wa FBI ya Marekani pamoja na CIA, ndio waliofanya kazi ya ziada na kuweza kuwatonya vyombo vya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kupata data za kutosha na kuwatia nguvuni watu hao ambao wana asili ya Ufaransa, walikuwa wanatumika na Joseph Kabila, lengo likiwa ni kuandaa mapinduzi ndani ya jiji la Kinshasa na kuangusha serikali ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuchaguliwa ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa, kitendo hicho kimeweza kuwakera baadhi ya nchi za Afrika zikiwemo Rwanda, Uganda pamoja na Congo Brazzaville, Ufaransa pamoja na baadhi ya nchi ambazo zinaunga mkono magaidi wa M23. Kitendo hicho kitafanya Kongo kuzidi kujitanua na kuzidi kupata nguvu na ushawishi mkubwa katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mahakama za kijeshi ndizo zitashughulika na wahalifu hao wa Kifaransa ambao walikamatwa ndani ya manispaa ya Gombe jijini Kinshasa wakiwa na silaha tayari kwa ajili ya kupanga mipango ya mapinduzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapo ndipo tunakwenda kungua nanga kwa asubuhi ya leo, ambako kulikuwa kunasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako tuna habari kemkem utakuwa unasikiza kutoka Baraka1 TV.